World Cup 2026 imemalizika kwa timu ya taifa ya Spain kuibuka mabingwa wakivua ubingwa Argentina kwa ushindi wa goli 1-0, goli ambalo limepatikana katika dakika za 120. So kuna vitu vingi ambavyo vinavutia mchezo huo. Wengi wameona Spain anastahili kushinda, of course ni kweli, na tumeona baadhi ya wachezaji wakubwa wakitoa kusema kwamba football imeshinda, kwa maana kwamba angeshinda Argentina ingekuwa ni sawa, ni bingwa, angekuwa bingwa, lakini Spain kushinda alistahili kwa sababu alitawala mchezo kwa vipindi vyote. Alistahili kupata matokeo chanya. So kuna matukio ambayo yanakupishana, matukio 12 ambayo yanafanana na World Cup 2010 ambayo Spain alikuwa bingwa. Yaani kwa lugha rahisi unaweza kusema kuna viashiria vilikuwepo kabla ya Spain kwenda kutoa ubingwa huu ambao vinafanana na mwaka 2010 ambapo alikuwa bingwa kwa mara ya kwanza. Tukio la kwanza 2010 wakati Spain anatoa ubingwa wake wa kwanza wa kombe la dunia, kikosi cha timu ya taifa Spain kilikuwa kina wachezaji 8 kutokea FC Barcelona. Na ndio mwaka huu pia kikosi cha timu ya taifa Spain kwenye World Cup hii kimekuwa pia na wachezaji 8. Tukio la pili ni kwamba mwaka 2010 wakati timu ya taifa Spain inatoa ubingwa World Cup, timu ya Real Madrid haikutoa taji lolote katika mwaka huo. Ni kama ambavyo ilivyo mwaka 2026, Real Madrid wamemaliza na kuwa na msimu mbovu na hajatoa kombe lolote lile. Tukio la tatu ni kwamba mwaka 2010 Real Madrid ikiwa inaongozwa na rais wao Florentino Perez ilimtangaza Jose Mourinho kuwa kocha wao mkuu mpya na wakatoa kombe la dunia. Lakini mwaka 2026 pia Real Madrid ikiwa chini ya Florentino Perez imemrudisha tena Jose Mourinho kama kocha wao mkuu mpya. Timu ya taifa Spain imetoa ubingwa. La nne, miaka miwili kabla ya kucheza World Cup ya 2010 ambao walikuwa mabingwa, walikuwa wametoka kutoa kombe la mataifa ya Ulaya, timu ya taifa Spain. Na miaka miwili kabla ya kutoa World Cup 2026 walikuwa wametoka kutoa kombe tena la Euro. Tukio la tano ni kwamba mechi ya ufunguzi ya World Cup 2010 ambayo ilichezeka pale Afrika Kusini iliwakutanisha kati ya mwenyeji South Africa dhidi ya Mexico ambayo ilichezwa Juni 11, 2010. Lakini pia World Cup 2026 mechi ya ufunguzi imechezwa Juni 11, 2026 na ikikutanisha timu zile kwa maana ya Mexico na South Africa. Tofauti hapa ni mwenyeji ndio imebadilika kwamba safari hii mechi imechezwa Mexico na wakati ule ilichezwa Afrika Kusini. Tukio la sita ni msimu ambao wa 2010 timu ya taifa Spain inatoa kombe la dunia. Klabu ya Atletico Madrid ilipoteza mchezo wa finali ya Copa del Rey dhidi ya Sevilla. Na the same mwaka 26 klabu ya Atletico Madrid tena imepoteza Copa del Rey finali dhidi ya Real Sociedad. Tukio yale ambayo yanafanana, ambao tu wanasema haya ni viashiria pengine ambavyo vimepelekea kwamba huo bashiri mzuri kwa Spain kwenda kutoa kombe la dunia. Tukio jingine ambalo linavutia kwa nafasi ya 7 ni kwamba mwaka 2010 kipindi Spain anashiriki kombe la dunia na kutoa kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo, alikuwa amepangwa kundi H na timu za Switzerland, Honduras na Chile. Lakini pia mwaka 2029 tena amepangwa kundi H. Tofauti tu timu zimebadilika hapa, safari ilikuwa kundi H lakini timu zilikuwa ni Cape Verde, Saudi Arabia na Uruguay. Nafasi ya 8 ni kwamba kuna kocha mmoja maarufu sana anaitwa Marcelo Bielsa. Alikuwa anaongoza timu ya taifa ya Uruguay mwaka 2010 na alicheza group stage na timu ya taifa ya Spain. Na mwaka 2026 tena wamekutana tena katika World Cup hatua ya makundi. Matukio ambayo yanafanana hiyo nafasi ya 8. Ya 9 ni kwamba mwaka 2010 ambapo timu ya taifa ya Spain ilikuwa inatoa kombe lake la kwanza la kombe la dunia, timu ya FC Barcelona ilishinda mataji yote, La Liga na Spanish Super Cup katika mwaka 2010 ikiwa chini ya Pep Guardiola. Na mwaka 2026 tena ambapo Spain imetoa kombe la dunia, Barcelona wameshinda tena makombe yote mawili kwa maana ya La Liga na Spanish Super Cup. Nafasi ya 10, Shakira ndio aliimba wimbo wa kombe la dunia mwaka 2010 ambao ulikuwa maarufu leo wakawaka, This Time for Africa. Na mwaka huu 2026 Spain akitoa kombe la dunia, Shakira ndo anaimba wimbo wa kombe la dunia. Tofauti tu na 2010 ni kwamba Tel Pique ndo alikutana na Shakira na wakaanza mahusiano, walifanikiwa kupata watoto wawili. 11 ni kwamba timu ya taifa ya Spain mchezo wake wa ufunguzi wa World Cup 2010 haikufunga goli lolote. The same na 2026 ambapo kwa mabingwa, lakini mechi yake ya ufunguzi
wacheza dhidi ya timu ya taifa ya Cape Verde ambao wakishiriki World Cup kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo. Alikuwa taifa dogo kuwahi kushiriki michuano hiyo. Walicheza mchezo huo kwa bila kufungana, huko kipa wao Vozinha akiibuka man of the match kwa kuokoa michomo mingi sana ya timu ya taifa ya Spain. Tukio la mwisho kwa maana la 12, EA Sports walitabiri kwamba 2010 bingwa World Cup watakuwa ni timu ya taifa ya Spain. The same na mwaka 2029 EA Sports tena walitabiri bingwa World Cup atakuwa ni timu ya taifa Spain. Kwa hiyo unaona matukio yamekuja kwa bahati mbaya au ni coincidence ambayo imetokea na matukio yake kafana, kwa sababu hao ni matukio 12 ambayo yamebashiri alikuwa ni viashiria kwamba World Cup 2026 bingwa ni Spain, na ni kweli bingwa amekuwa Spain. Of course haina maana kwamba kuna match fixing, lakini ni coincidence tu ambazo nimeona nikusogezee uweze kufahamu, kwa sababu nafahamu World Cup 2026 imemalizika, lakini kuna matukio mengi ya kukumbuka. Mimi ni Ramadhani Juma Murondo, ujuza wangu ni Juma Mshana.